بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق فسوى وقدر فهدى. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين. أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله، waja Mwenyezi Mungu mliwatukufu, tumshukuru Allah mtukufu kwa fadhila zake na neema zake alizotuneemesha waja wake katika hii ardhi. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, endapo kama mtakaa na kuanza kuhesabu neema zake Allah hamwezi kupata idadi wala hisabu kamili juu ya neema ambazo Mwenyezi Mungu ametuneemesha. Tuna kila sababu ya kumtakia rehma na amani kiongozi wa umma mtukufu wa daraja, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mtume ambaye Allah mtukufu kamleta katika ardhi kuwa ni rahma kwa ulimwengu mzima, mtume ambaye Allah mtukufu kamleta katika ardhi kuja kuwabashiria watu habari nzuri za pepo na kuja kuwahofisha watu na adhabu kali yenye kuumiza. Rehma na amani zimfikie na kumwendea mtukufu huyu wa daraja, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, pamoja na ahli zake, masahaba wake kwa ujumla, na kila atakayefuata mwenendo wake kwa wema mpaka siku ya malipo. Na sisi tuendelee kumuomba Mwenyezi Mungu atujalie kuwa miongoni mwa watu ambao watakaoshikamana kisawasawa na maelekezo na mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ikhwatun fillah, baada ya kumshukuru Allah na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, usikum wa nafsi awalan bitaqwa Allah ta'ala wa ta'atihi wal amal bima fihi ridha. Kwanza nakuhusieni kwa pamoja na kuipa nasaha nafsi yangu katika kumcha Allah mtukufu kwa kuwa watiifu kwake, kwa kutekeleza yale ambayo Allah mtukufu ni mwenye kuyaridhia, ikiwa pamoja na kuacha makatazo yote aliyotukataza Allah mtukufu kuyafanya, tukawa ni wenye kuyakimbia makatazo haya. Fattaqullah, basi mcheni Allah fi sirri wal alan, kwa siri na kwa wazi. Faman ittaqa Allah sa'ida fi dunya wal akhirah, yoyote atakayemcha Allah basi ameifaulu katika maisha ya dunia na akhira. Allahumma ja'alna minal muttaqin, Mwenyezi Mungu atujalie kuwa miongoni mwa wacha Mungu. Ikhwatun fillah, tuko katika Ijumaa ya pili ya mwezi Muharram, lakini tuko katika siku iliyokuwa tukufu miongoni mwa masiku matukufu, Yaum Ashura. Ni siku ya 10 ya mwezi wa Muharram. Ni siku adhim kwa Waislamu, ni siku yenye tarehe, ni siku ambayo ina historia, ni siku adhimu kwa Waislamu kutokana na yale yanayopatikana katika siku hii. Ashura, ikhwatun fillah, min adhim al-ayyam inda Allah subhanahu wa ta'ala, ni katika siku tukufu katika masiku kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala.
fahuwa al-ashru min shahri llah, ni siku ya 10 katika miezi ya Mwenyezi Mungu, katika mwezi wa Mwenyezi Mungu ambao ni mwezi wa Muharram. Siku hii ni siku ya 10 ya mwezi Muharram. Fahuwa yawmun adhim mubarakun salih, ni siku tukufu, ni siku yenye iliyobarikiwa, ni siku iliyokuwa nzuri kabisa. Waislamu tunatakiwa twende pamoja katika hotuba yetu hii ya leo, tuone siku hii namna gani tunatakiwa sisi Waislamu kuichukulia, kwa hasa katika zama tulizonazo leo. Yawmun adhimun mubarakun salihun, ni siku tukufu yenye baraka iliyokuwa njema kabisa. Addama Allahu sha'nahu, ni siku ambayo Mwenyezi Mungu amenyanyua utukufu wake. Wa a'la manzilata, lakini Allah kainyanyua nafasi yake siku hii ya 10 ya mwezi ya Muharram. Wajaa fi fadlihi wa fadli siyamihi, lakini imekuja katika ufadhila, katika ubora wa siku hii na ubora wa saumu katika siku hii ya leo. Ubora wa saumu katika siku hii ya leo, imekuja ahadith ani nabii sallallahu alaihi wasallam, hadithi kutoka kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam zikieleza ubora wa siku hii, lakini zikieleza kufanya ibada ya saumu katika siku hii ya leo ambayo tuko ndani yake hivi sasa sisi Waislamu. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, siyamu yaumi ashura ahtasibu ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qabla, saumu ya siku ya Ashura ambayo ni siku hii ya leo, basi Mtume anasema natarajia kwa Allah subhanahu wa ta'ala asamehe madhambi ya mwaka uliopita. Yani ukifunga leo, ndugu yangu, hanian lahum, pongezi kwa wale waliofunga leo. Mwenyezi Mungu inshallah akubali saumu zao. Hakika mwenye kufunga siku hii ya leo kwa maneno haya ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasamehewa madhambi ya mwaka uliopita. Angalia faida hii tunayoipata katika siku hii ya leo. Dhalikumul yawmul adhim, lakini hii si siku tukufu kwa kufunga peke yake, la, bali hii kwenu ni siku adhim, siku tukufu, kwa sababu alladhi, ni siku ambayo najjallahu, Allah mtukufu alimuokoa. Najjallahu ta'ala fihi Musa, Allah mtukufu alimuokoa Nabiullahi Musa kutokana na vitimbi vya Firauni. Nabiullahi Musa pamoja na Bani Israili waliokolewa katika siku hii, kama hii siku ya leo, kama tarehe hii ya leo. Nabiullahi Musa, ukisoma Qur'ani tukufu utakuta hakuna mtu ambaye amezungumziwa kisa, yani visa vyake ni vingi sana ndani ya Qur'ani kama Nabiullahi Musa alayhi salam pamoja na Firaun. Ukisoma Qur'ani ni takriban sura 30 zinamzungumzia Nabiullahi Musa alayhi salam pamoja na yale aliyopitia Firauni, Nabiullahi Musa na Hidri, maelezo ya kubali. Kwa hiyo katika mitume ambao wamezungumzwa sana ndani ya Qur'ani, Nabiullahi Musa alayhi salam. Nabiullahi Musa hatuwezi kueleza tarehe, hatuwezi kueleza kisa au visa vyake vyote kwa sababu ni visa ambavyo vimeelezwa ndani ya Qur'an. Niko hapa kuelezea ni siku ambayo najjallahu ta'ala fihi Musa alayhi salam. Siku hii ya Ashura ni siku ambayo Allah mtukufu alimuokoa mtume wake Musa kutokana na vitimbi vya Farao. Baada ya mengi kupita ya Musa na Firaun, baada ya mengi kupita ya Musa na Firaun, sasa ikalazimika Nabiullahi Musa awatoe Bani Israili katika nchi ya Misri. Walikuwa watumwa wakitumikishwa na Firaun, na ndio kazi aliyopewa Nabiullahi Musa alayhi salam, kuwanusuru Bani Israili, kuwakomboa Bani Israili.
na vita ilianzia baada ya Nabii Musa kutangaza kuwa yeye ni mtume. Alipoenda katika kasri la Firaun, amefika katika kasri la Firaun akiwa na ndugu yake Harun, walipewa maelekezo na Allah subhanahu wa ta'ala kwamba anatakiwa yeye ni mtume wa Allah na anatakiwa apewe Bani Israili aondoke nao. Hapa ndio ilianza vurugu kati ya Firaun na Nabii Musa alayhi salam. Sasa baada ya Nabii Musa kufanikiwa kuondoa Bani Israili katika nchi ya Misri, Firauni laana alayhi pamoja na jeshi lake wakaanza kuwakimbiza Nabii Musa na Bani Israili, wanakimbizwa na jeshi la Firauni likiongozwa na yeye mwenyewe Firauni alayhi laana. Sasa katika siku hii ya leo ndio siku ambayo Nabii Musa alifanikiwa kuwakomboa Bani Israili. Kwa hiyo hii si siku tu ya kufunga, bali ni siku ya ukombozi kwa Bani Israili ambao walikuwa wakimfuata Nabii Musa, ambao walikuwa chini ya Nabii Musa. Hii ilikuwa ni siku yao ya ukombozi, ya kukombolewa kutokana na utumwa walikuwa wakitumikishwa katika nchi ya Misri na Firauni ambaye alijiita kwamba yeye ndiye Mungu mkubwa, Firauni ambaye alipewa kila aina ya neema lakini akawa ni mwenye kukufuru neema, Firauni ambaye alioneshwa mapenzi na huruma ya Allah subhanahu wa ta'ala lakini hakuitaka. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anasema, falamma taraa aljam'an, zilipokutana kundi mbili, Firauni anakuja na jeshi lake, Nabii Musa na Bani Israil wanaondoka, wamefika sehemu, wamekutana na bahari, wamekutana na kizuizi ambacho hawatakuwa na uwezo wa kuvuka hivi hivi. Sasa Bani Israili wanaangalia jeshi la Firauni, wanakuja wanamwambia Musa, inna la mudrakun, ya Musa, hawa jamaa wanatudiriki sasa, wanatufikia, tumekimbia vizuri lakini wametufuata nyuma yetu, lakini tumekutana na kizuizi, hatuna nafasi ya kuweza kutoka hapa, hawa jamaa wanatufukuzia, wanatukaribia, wanatufikia. Qala, akasema Nabii Musa, kalla inna ma'i rabbi sayahdini. Nabii Musa aliwaambia Bani Israili, hawawezi, haitowezekana hilo, kalla, halitowezekana hilo, inna ma'i rabbi, mimi ninaye mlezi wangu, mimi ninaye Mungu wangu, mimi ninaye ananiangalia. Inna ma'i rabbi sayahdini, huyu Rabbi ataniongoza. Angalia iman aliyokuwa nayo Nabii Musa alayhi salam, angalia yaqin aliyokuwa nayo Nabii Musa alayhi salam, angalia upungufu wa imani walikuwa nao Bani Israili, kwamba pamoja wameokolewa na Musa kafanya mambo mengi katika miujiza aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini walikuwa bado wanashaka kwamba hili tutawezaje kutoka katika hali kama hii. Firauni anakuja na jeshi lake linakuja, na sisi ndani mbele yetu kuna bahari, hatuna pa kukimbilia, tunafanya nini? Na hao tunawaona jamaa wanafika, na hao ni wengi kuliko sisi, na wana nguvu, wana silaha, tutawezaje sisi kuokoka katika jambo kama hili? Nabii Musa anaambia, kalla inna ma'i rabbi, mimi naye anayeniongoza. Ndugu zangu katika imani, katika kisa kama hiki tunapaswa kukaa na kujiuliza na kutafakari. Tusisome tu hivi kalla inna ma'i rabbi sayahdini tukaendelea, la, tunapata mazingatio gani katika hali kama hii? Kwamba Nabii Musa anaonesha yaqini yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi tunakutwa na mitihani na misukosuko katika maisha yetu. Je, tunaelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Je, tunayaqini kwamba Allah atatuondoshea matatizo, au hatuna yaqini hiyo? Au tunawaza kwamba nikipata matatizo niende kwa fulani, au fulani ndo ana uwezo wa kuondosha matatizo yangu, au fulani ndo sababu ya mimi kupata matatizo?
La, hapa tunajifunza yaqin ya Nabii Musa alayhi salam. Na kwa nini tunakosa yaqini katika maisha yetu? Kwa sababu hatuna imani sawa sawa na Mwenyezi Mungu. Hatuna imani sawa sawa. Hatuwezi kupata yaqini kwa Mungu kama hatuna imani sawa sawa na Mwenyezi Mungu. Wallahi, katika jambo ambalo linasikitisha, imani zetu kwa Mungu zimekuwa ndogo. Yaani leo mtu yuko tayari anakubali kwamba uchawi una nguvu kuliko Mwenyezi Mungu. Yaani tunaamini wengi kwamba uchawi una nguvu kuliko Mwenyezi Mungu, kwamba Mungu nguvu zake ni ndogo kuliko uchawi. Hii ni kukosa imani, ni kukosa yaqini kwamba haya. Leo binadamu tumefikia hatua, hata kama ukipata chochote cha kwanza unawaza kwamba hii sio hali ya kawaida, huu hapa ni mkono wa mtu. Tumekosa yaqini. Yaani mtu hata akiumwa kichwa leo sema fulani kaniloga, fulani kaniangalia vibaya, fulani kadha kadha. Ndio maisha yetu tunayoishi. Tumemweka Mungu mbali. Ndio maana tunaona kwamba Mungu hatujibu tunayoyaomba. Ndio maana tunaona kwamba Mwenyezi Mungu hana nguvu kama tunavyofikiria nguvu za watu wengine na viumbe wengine. La, Nabii Musa anamwambia kalla inna ma'iya rabbi, mimi na Allah, mimi na mlezi wangu ambaye atanilea, ataniongoza, nitapita, nitajua namna gani nitafanya kwa uwezo wake Allah. Kalla inna ma'iya rabbi, hakusema inna Allaha ma'ana. Angalia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam walipokuwa katika ghari Thawr na Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, alimwambia baada ya Abu Bakar kuwa na shaka na wasiwasi kwamba hawa jamaa wakitazama tu hapo wanatuona, mtume akamwambia inna Allaha ma'ana, hakika Mwenyezi Mungu yuko pamoja na sisi. Lakini Musa anawaambia bani Israil kalla inna ma'iya rabbi, mimi naye Allah naye mlezi, kwa sababu anajua imani za bani Israili kwamba hawana imani, ndio maana wana shaka. Kwa hiyo ukiwa na mashaka katika maisha yako, upungufu wa imani unao mkubwa sana. Ikifikia hatua ukaumwa kichwa umerogwa, basi ujue hapo wewe udhaifu ni mkubwa sana wa imani. Ikifikia hatua unamuogopa mtu kwa sababu tu unamuhisi wewe kwamba ni mtu fulani, kwamba huyu ni mtu hatari, wewe bado imani yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala bado. Inna ma'iya rabbi, mimi na Mungu. Nabii Musa anamwambia sina chochote, lakini na Mungu, sayahdini, Mungu ataniongoza. Basi ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia Musa idrib bi'asaka al-bahr, hebu ipige hiyo bahari kwa fimbo yako. Angalia, Musa kabeba fimbo, na hii fimbo imefanya muujiza mingi sana. Sasa Allah anamwambia Nabii Musa idrib bi'asaka al-bahr, hebu ipige bahari kwa fimbo yako ya Nabii Musa. Nabii Musa akachukua fimbo yake akaipiga katika bahari iliyokuwa mbele yao. Firauni na jeshi lake wanamiminika huko, akapiga Nabii Musa bahari ikaachia njia nyingi. Bani Israili wakatoka palipokuwa, wakaanza kuingia na kuvuka katika ile bahari, wakakimbia wanaondoka. Bahari imesimama, imekaa misili ya milima, njia mbalimbali mle wanapita Bani Israili. Nabii Musa na Bani Israili wanakaribia kuvuka, huku Firauni kashafika, akaona upenyo ule, akawaamrisha twendeni. Basi ile wameingia katika ile bahari ilikuwa wazi iliyopigwa fimbo na Nabii Musa, wanaingia tu, bahari ikaanza kujifunga, maji yakaanza kuja, Firauni na jeshi lake wakaangamia. Nabii Musa na Bani Israili wote kwa pamoja wakaokoka, wakatoka katika bahari, wakaendelea na safari yake. Kwa hiyo ilikuwa lini? Ilikuwa ni tarehe 10 Muharram. Hii ya leo ndio ilikuwa tarehe iliyotokea tukio hili. Kutokea tukio hili, ndugu yangu Muislamu, ikawa ni shukrani kwa Nabii Musa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala,
na Banu Israili kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa tukio hili, basi wakawa ni wenye kuifunga siku hii ya Ashura, shukran lillah, wa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Siku hii ndio siku aliyoangamizwa Firaun na jeshi lake. Ndugu yangu Muislamu, sisi katika maisha yetu tunaamini yako matatizo yanayotusibu katika maisha yetu, matatizo mengi, kibiashara, kikazi, kifamilia. Kila mmoja kimwangalia hapa anayo mazongo yake yanamzonga katika maisha yake, kila mmoja wetu, hakuna ambaye yuko salama. Hatutamuona vipi, lakini kila mmoja na la kwake linalomsumbua katika maisha yake. Wako tunasumbuliwa na biashara, kwamba biashara yangu siielewi inakwendaje. Wako ambao tunasumbuliwa na familia zetu, kwamba familia zetu bana mtihani, watoto wangu mtihani, mashaka, mke wangu mtihani, mashaka. Wako tunasumbuliwa na kazi tu, kwani nafanya kazi sehemu, basi yule fulani hanipendi mimi. Tunasumbuliwa na mambo kama haya katika maisha, katika ofisi zetu, katika biashara zetu, katika majumba yetu. Wallahi alazim, tuitumie siku hii. Ni siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimpa ushindi Nabii Musa na Bani Israili. Ni siku ambayo Mwenyezi Mungu mtukufu aliwaangamiza Firauni na jeshi lake. Tutumie siku hii adhimu kumwomba Mwenyezi Mungu atupe ushindi katika kila linalotusumbua katika maisha yetu. Tumuombe Mwenyezi Mungu katika siku hii, pamoja na kuwa tumefunga. Naam, ibada ya kufunga ni ibada adhimu, na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuambia kwamba dua ya mwenye kufunga inapokelewa wala hairudi. Kwa hiyo fursa hii, uko ndani ya saumu, basi mwambie Mwenyezi Mungu yale yanayokusibu katika maisha yako. Mwambie Mwenyezi Mungu. Unaumwa muda mrefu, mwambie Allah subhanahu wa ta'ala katika siku hii ya leo, kwa sababu ni siku ambayo Mwenyezi Mungu alileta ushindi kwa Bani Israili, na ni siku ambayo Mwenyezi Mungu alileta maangamizo kwa Firaun. Na hii siku Allah subhanahu wa ta'ala ni katika masiku yake, ni katika masiku yake Mwenyezi Mungu. Dhakiruhum bi ayyamillah, wakumbushie masiku ya Mwenyezi Mungu. Masiku ya Mwenyezi Mungu ni masiku kama haya, yote ni masiku ya Mungu, lakini masiku kama haya ni masiku ya Mungu hasa, ni masiku ya Mungu hasa. Tuyakumbuke masiku haya ya Mwenyezi Mungu, siku ambayo Mwenyezi Mungu alileta neema, alileta ushindi, ni siku ambayo Mwenyezi Mungu alileta nakama kwa mafisadi katika ardhi, kwa watu wabaya katika ardhi. Kwa hiyo tuyakumbuke masiku haya, tukithirisheni kumwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala dua katika siku hii ya leo. Kama umefunga alhamdulillah, kama hujafunga basi muombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala dua. Mwambie Mwenyezi Mungu kadha kadha kadha, ya Rabbi kinanisumbua kadha, ya Rabbi kinanisumbua kadha. Wallahi hakuna pa kukimbilia isipokuwa kwa Mwenyezi Mungu, kwa Mwenyezi Mungu. Basi Nabii Musa anambia, kalla inna ma'iya rabbi, Rabbi, mimi na Mola, mimi na mlezi wangu, sina wasiwasi, Mungu ataniongoza. Kwa sababu nini? Kwa sababu ana yaqini, anamcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, yuko pamoja na Mwenyezi Mungu. Sisi hatuna takwa, na Mungu anasema inna Allaha ma'al ladhina taqaw, hakika Mungu yuko pamoja na wale wacha Mungu. Wallahi ukiangalia Qur'ani nzima hakuna sehemu Mungu anasema inna Allaha ma'al musallin, kwamba Mungu yuko pamoja na wenye kusali. Huwezi kuikuta haya kusema inna Allaha ma'a saimin, Mungu yuko pamoja na wenye kufunga. Inna Allaha ma'a al-alimin, kwamba Mungu yuko pamoja na wajuzi, wenye kusoma, wenye elimu kubwa, wenye elimu pana, masters, mashaallah, jama kulliyatu shar'iyya. Mimi nimesoma jama kulliyatu shar'iyya, mimi nimesoma kadha. Inna Allah, Mungu hawezi. Mungu inna Allaha ma'al ladhina taqaw. Angalia Qur'an, Mungu yuko pamoja na wale wanaomwogopa, walladhina hum muhsinun, na ni wema. Sasa Nabii alikuwa taqaw, alikuwa taqi, na alikuwa muhsin, na alikuwa mtume wa Allah. Ndio maana akasema inna Allaha inna ma'iya rabbi sayahdi.
Kwa hiyo na sisi tukitaka tujibiwe na kuvuliwa haya, ndugu zangu, si tu kuomba peke yake, bali tutapasa tukao ni wenye kujipamba na sifa ya uchamungu, sifa ya kweli, sifa ya muhsin, wema. Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa na sisi katika maisha yetu. Wallahi hatutobabaika chochote katika maisha, wala hatutokaa na kuwategemea viumbe katika maisha haya. Tutamtegemea jalla jalaluhu, la ilaha ghairu wala rabbu siwa. Basi tutatoka katika utumwa wa kutegemea wa kuabudu viumbe na kuabudu watu na kuabudu la, tutakuwa sisi tuko huru kwa kumwabudu jalla jalaluhu, kwa sababu tunajua yeye ndiyo mwenye kila kitu. Kwa nini tutie shaka na Mwenyezi Mungu katika maisha yetu? Wallahi nakuulizeni, kwa nini tutie shaka na Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu? Kwa nini tuwe na mashaka na Mungu mpaka tusifikie hatua sasa maombi yetu hayajibii kwa Mungu kwa sababu ya shaka zetu? Kwa nini tuwe na shaka sisi? Kwani hapo ulipo wewe umekuwa hivyo kwa sababu ya nani? Kwa sababu ya nani? Yaani wewe uliko hapo ni kwa sababu ya nani? Wallahi jicho lako alipwesi jicho lako isipokuwa kwa idhini ya Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu. Mkono wako hautikisiki isipokuwa kwa idhini ya Allah jalla jalaluhu. Wallahi nguvu ulizotoka nazo nyumbani mpaka kuja msikitini ni taufiki yake Allah jalla jalaluhu. Kila kitu maisha yetu anasimamia jalla jalaluhu, jalla jalaluhu. Bali sio sisi, hata viumbe ambao watu vioni. Wewe unaweza kujiuliza, samaki kule baharini, au unaweza ukafika sehemu ukakuta jiwe, ukatoa jiwe ukakuta kuna sisimizi yule yuko chini ya jiwe lile na anapata riziki yake. Kwa nini sisi tunakuwa na mashaka na Mwenyezi Mungu? Mpaka leo Mwenyezi Mungu amekutoa wapi wewe? Mpaka leo umefikia wapi? Kwa nini wana mashaka na Mwenyezi Mungu? Uamini hirizi kwamba hirizi ndio inaniweka mimi na kuwa hivi. Yaani hirizi umeitengeneza wewe, ukaishona wewe, alafu ukaivaa wewe, alafu ukaona kwamba hii inanilinda mimi. Kwamba hii inanilinda mimi. Alhamdulillah. Hakati imeshona kabisa, au kama hujaishona wewe, ameishona ulimuona, halafu ukaona kwamba hii inanilinda mimi. La. Kwa sababu gani ndugu zangu? Tunaona sisi tuko mbali na Mungu kwa sababu ya upungufu wa takwa zetu kwa Mwenyezi Mungu na imani zetu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu. Tuitumie siku hii adhimu ndugu yangu Muislamu, wallahi Rabbul Arshil Karim, Mwenyezi Mungu atatuondoshea matatizo tuliokuwa nayo tukimtegemea Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwani Allah sema, idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'ani falyastajibu li waliyu'minu bi la'allahum yarshudun. Ndugu zangu, wa idha sa'alaka ibadi anni, Allah anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakikuuliza waja wangu kuhusu mimi, fa inni qarib, waambie kwamba mimi niko karibu mno na wao. Ujibu da'wata da'i, najibu maombi ya muombaji, idha da'ani, atakaponiomba. Falyastajibu li, sharti ni kwamba anatakiwa niitikie mimi, waliyu'minu bi, na aniamini mimi. Lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema ndani ya Qur'ani, walaqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Wallahi Mwenyezi Mungu yuko karibu na wewe kuliko hata mshipa wa shingo yako. Mshipa wa shingo yako, Mungu yuko karibu na wewe kuliko mshipa wa shingo yako. Kwa nini tuwe na wasiwasi na huyu ambaye ametuumba, akatuweka sawa sawa, akatuleta katika hii dunia na yuko karibu na sisi? Kwa nini tuwe na shaka na mashaka juu yake, hali ya kuenda anasimamia maisha yetu? Tumtegemeeni Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu. Leo ni siku ya ukombozi kwa Bani Israili. Leo ni siku kwa ukombozi kwa Nabiullahi Musa alayhi salam pamoja na watu wake. Aliwavusha bahari Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na sisi tunakuomba ya Rabbil Alamin, utuvushe matatizo tulionayo. Tuondoe katika matatizo tulionayo ya Rabbi, katika familia zetu ya Rabbi, katika watoto wetu ya Rabbi, katika kazi zetu ya Rabbi, katika biashara zetu ya Rabbi. Siku hii ndugu yangu Muislamu, Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, qadima an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, imepokelewa hadithi kwa Ibn Abbas radhi Allah ziwe juu yake,
anasema qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madina, alifika bwana mtume katika mji wa Madina. Fara al-yahuda, akawakuta mayahudi yastasumu Ashura, wakifunga siku hii ya 10 ya Ashura. Faqala ma hadha, mtume akasema hii nini? Qalu, mayahudi wakamwambia bwana mtume, hadha yawmu salih, hii ni siku nzuri. Yawmu salih, hadha yawmu najja Allahu bani Israila min aduihim, ni siku ambayo Allah aliwaokoa bani Israila kutokana na maadui wao ambaye ni Firauni na jeshi lake. Faswamahu Musa, siku hii akafunga Nabiullahi Musa kwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Fanahnu nasumu, na sisi tunaifunga. Mayahudi wanamwambia mtume. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bwana mtume akasema kuambia Mayahudi, akasema nahnu ahqqu wa aula bi Musa, sisi tuna haki zaidi na ni bora kwa Musa kuliko nyinyi, kwa sababu tayari Mayahudi wa kipindi kile walikuwa wameshahalifu Taurati, wameshamhalifu Musa, wameingiza mambo yao. Kwa hiyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema wa nahnu ahqqu, sisi ni bora zaidi, wa aula min Musa, kwa Musa, bi Musa, kwa Musa, minkum, kuliko nyinyi. Faswamahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Mtume akafunga siku hiyo. Wa amara bisiyamihi, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akaamrisha kufunga siku hiyo. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema afdalu siyam baada siyam Ramadhani, bora ya saumu baada ya saumu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, shahrullahi al-muharram, ni siku hii ya 10 ya mwezi Muharram, ni siku bora, ni saumu bora kuliko saumu baada ya saumu ya Ramadhani tu. Ubora unaofuatia ni saumu hii. Ndugu yangu Muislamu, Mwenyezi Mungu atupalie saumu zetu. Katika mambo yanayopaswa kufanyika katika siku hii ya leo, ndugu yangu, pamoja na kufunga, yustahabu fi hadha al-yawm al-ikthar min at-ta'ati, tukithirisha kufanya taa kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ihtanim fadla al-yawm biikthari min as-sadaqa, basi chukua ubora wa siku hii kwa kutoa wingi wa sadaka, wa amali al-birri, na kufanya matendo mema, wa dua, na kufanya dua hasa, ukapata nafasi ya kumuomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala dua, wal istighfar, na ni siku ya kumuomba msamaha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Tenga muda kwa kumuomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dhikr, ni siku ya kufanya dhikri kwa wingi, kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tilawati al-Qur'an, ni siku ya kusoma Qur'ani. Wa ghairi dhalika min al-a'mali salihah, na mengi katika isiyokuwa hayo tu katika matendo mema, tuyafanye matendo yote mema katika siku hii ya leo. Wa min al-a'mali allati dhakaraha al-ulama, na katika matendo ambayo yametajwa na maulama, fi yawmi Ashura, katika siku hii ya Ashura, at-tawsi'a, ni siku ya kufanya nini? At-tawsi'a, kuzidisha katika wema. At-tawsi'a ni maana aziyadatu al-ihsan, kuzidisha kufanya wema, na hasa kwa ahli, kwa ndugu, kwa jamaa. Ni siku ya kutengeneza udugu, ni siku ya kutengeneza mapenzi katika ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ndugu yangu Muislamu, tuitambue siku hii ni siku adhimu kwetu sisi, tuifanyie kazi. Bado nafasi tunayo, tukiweka nafasi saa moja, masaa mawili, tukamwomba Mwenyezi Mungu haja zetu na shida zetu zinazotukabili katika maisha yetu, basi asa Mwenyezi Mungu atujibie maombi yetu na tukaokoka kutokana na matatizo yanayotusibu katika maisha yetu. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atujalie minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله رحمة للعالمين، أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بالتقوى الله تعالى وطاعته والعمل بما فيه الرضا، فاتقوا الله حق التقوى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن من عظيم الأيام يوم عاشوراء، فهو العاشر من شهر الله المحرم، فهو يوم عظيم مبارك صالح، عظم الله شأنه وأعلى منزلته، وجاء في فضله وفضل صيامه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله يكفر السنة التي قبلها. ذلكم اليوم العظيم الذي نجى الله سبحانه وتعالى فيه موسى عليه السلام، وأغرق فرعون وجنوده، وفرق بين الحق والباطل. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فوحينا إلى موسى أن أضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطول العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين،
وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. وقال سبحانه: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعه فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. عباد الله، هذا يوم عظيم قد صامه موسى عليه السلام وقومه شكرا لله تعالى، وصام اليهود من بعده فصاماه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم عاشوراء فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى عليه السلام فنحن نصومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق وأولى بموسى منكم، فصاماه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالصيام. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم وادعوه يستجب لكم وهو البر الكريم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيا عباد الله، يستحب في هذا اليوم الإكثار من الطاعات. اغتنموا فضل اليوم بالإكثار من الصدقة وأعمال البر والدعاء والاستغفار والذكر وتلاوة القرآن وغير ذلك من الأعمال الصالحة. ومن الأعمال التي ذكرها العلماء في يوم عاشوراء التوسعة على الأهل والعيال وإدخال السرور عليهم، والمقصود بالتوسعة زيادة الإحسان. يقول سبحانه: إن الله مع المحسنين. هذا وصل وسلم على إمام المرسلين وقائد الغر المحجرين، فقد أمركم الله تعالى بالصلاة والسلام عليه في محكم كتابه، حيث قال عز قائلا: عليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت ونعمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفاء الراشدين وعن أزواج أمهات المؤمنين وعن سائر الصحابة أجمعين وعن المؤمنين والمؤمنات إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك أن ترزق كل منا لسانا صادقا ذاكرا وقلبا خاشعا منيبا وعملا صالحا زاكيا وعلما نافعا رافعا ومانا راسقا ثابتا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين برحمتك يا أرحم الراحمين، واغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان